Yule bingwa wa unabii nchini Tanzania, Nabii Joshua Makondeko Flash ya Radi, ambaye ametabiri vitu vingi na vimetokea, na sasa leo nakuletea jambo kubwa ambalo alitabiri na limetimia. Twende pamoja. Mnamo Jumapili ya kwanza ya mwaka 2025, tarehe 5 mwezi wa kwanza, saa 8 mchana, katika ibada ya kinabii, The Sniper One Flash ya Radi mkunga mwenyewe alitoa unabii mkubwa. Alipokuwa akiongoza ibada, The Sniper One alitabiri waziwazi ya kuwa Mungu amemwonyesha zaidi ya mara 2 ya kuwa kuna ndege kubwa za kimataifa zitaanguka na kuwa abiria wengi watakaokuwemo ndani ya ndege hizo. Aidha, nabii alisema ya kuwa ameona ndege hizo sio za kwetu Tanzania, bali ni za nchi za nje. Nabii alisisitiza katika unabii wake ya kuwa hata baada ya kuomba, lakini bado Mungu alimletea picha ya ndege ikiwa imeanguka na kuua watu wengi mno. Nabii alisisitiza ya kuwa hakuna unabii hata mmoja utakaoanguka chini bila ya kutimia. Aidha, nabii alisema ya kuwa nabii zingine zinaweza zikachukua muda mrefu na zingine muda mfupi, lakini zote ni lazima zitimie kama alivyotabiri. Na kitu cha kushangaza ni kuwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2025, majira ya saa 7 na dakika 38 kwa saa za India, unabii ukatimia, ambapo ndege kubwa ya kimataifa ya Air India iliyokuwa imepaa tayari angani ikitokea uwanja wa Ahmedabad nchini India, ikiwa imebeba abiria 242 kuelekea katika uwanja wa Gatwick London nchini Uingereza, nyuso za abiria zikiwa zimejaa furaha na matumaini makubwa ya kufika na kuonana na familia zao. Aidha, wengine kuwahi katika majukumu yao, na wengine ilikuwa ni mara yao ya kwanza kupata kibali cha kwenda kuishi katika nchi hiyo kubwa duniani na kutimiza ndoto zao. Lakini cha kushangaza ni kuwa ilikuwa ndani ya sekunde 30 tu tokea ndege hiyo ilipopaa, mara ghafla matumaini ya abiria hao yalipotea, na ghafla ikasikika vilio vikubwa mno, na ndege hiyo kubwa ya kimataifa ikaanguka katika makazi ya watu katika kitongoji cha Meghannagar, ambayo ni nje tu ya uzio wa uwanja wa ndege. Na ndege hiyo ilianguka na ikaungua moto na kuua abiria wote waliokuwemo ndani ya ndege hiyo kasoro mtu mmoja tu, na wengine wengi waliokuwa nchi kavu pia walikufa kama nabii alivyotabiri. Ni tukio lililoacha dunia ikiwa na simanzi na uchungu mwingi mno, lakini kumbuka, nabii alitangulia kuliona hilo, na huu ndio unabii aliyoutabiri The Sniper One. Toa unabii siku ya mwaka mpya, usiku kabla tujavuka. Amen. Yale yanayokwenda kutokea mwaka 2025. Amen. Na sikumaliza, bado nina unabii mwingi sana. Amen. Namba 1, sitabiri ili kukufurahisha nafsi yako na mapenzi yako wewe. Amen. Mimi kama nabii natabiri mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Amen. Na nimekufundisha, nimekuambia Mungu atupi tunachokiomba, Amen, wala tunachokitaka. Amen. Mungu anatupa tunachostahili. Amen. Kwa hiyo sitabiri ili kutimiza mapenzi yako. Amen. Mimi natabiri ili kutimiza mapenzi ya Mungu juu yako. Amen. Nikianza kukutabiria kwa jinsi ya kibinadamu, jinsi unavyotaka wewe, nitakuwa nafanya mapenzi yangu na mapenzi yako, na wala sio mapenzi ya Mungu. Amen. Na mimi niko hapa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Amen. Nikitabiri, nikiponya, nikifanya ukombozi, nikivunja madhabahu, yote ni mapenzi ya Mungu. Amen. Kama ni mimi Makondeko, sina unabii wa mtu yeyote. Amen. Lakini kama ni mimi nabii wa Mungu, nina majibu yako katika jina la Yesu. Nimeona ndege ya abiria ziko 2 kubwa. Hizi ndege zinapata ajali. Amen. Na tuliomba hapa, lakini niliporudi tena kuomba, Mungu akaniletea tena zile ndege 2. Amen. Na hizi ndege sio za Tanzania, ni ndege za nje. Na ajali inapotokea, watu wanakufa. Na Mungu akaniambia tuombe, lakini tuache mapenzi yake yatimie. Hizi ndege zetu, kuna ndege moja na hii itatokea sio muda mrefu, na itazama na abiria na wote watapotelea humo, hakuna atakayekombolewa hata moja. Ndege nyingine itaangukia mlimani. Na haya yatatokea sio muda mrefu. Utukufu wa Mungu utasimama. Na mapenzi ya Mungu yatatekelezwa. Hivi naongea na watu wanaoelewa unabii. Kama uelewi, naongea na dunia. Baba atekeleze kwa mapenzi yake na aweze kuruhusu neema yake. Katika tukio la kushtua na kuumiza mno, mwanaume mmoja amenusurika kwenye ajali mbaya ya ndege
ya Air India iliyogharimu maisha ya takribani watu 200. Ajali hii ilitokea muda mfupi baada ya ndege ya Boeing 7878 Dreamliner kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Sardar Vallabhbhai Patel mjini Ahmedabad katika nchi ya India ikielekea uwanja wa ndege wa Gatwick jijini London nchini Uingereza. Kwa mujibu wa kamishna wa polisi Ahmedabad GS Malik, manusura huyo alikuwa ameketi kwenye kiti namba 11A. Taarifa rasmi kutoka mamlaka za safari za anga nchini India ilibainisha kuwa abiria aliyenusurika ni raia wa Uingereza aitwaye Vishwash Kumar Ramesh. Vyombo vya habari vya ndani ya India vikiwemo AN na NDTV vilifanikiwa kumtembelea bwana Ramesh hospitalini alipokuwa akipokea matibabu. Akiwa katika hali ya mshtuko lakini akiwa na fahamu timamu, alieleza kifupi kilichotokea. Sekunde 30 baada ya kupaa kulisikika mlipuko mkubwa, halafu ghafla tukahisi ndege ikianguka. Yote ilitokea kwa haraka mno, sikuwa na muda wa kufikiria chochote, lilikuwa ni jambo la sekunde tu. Kamishna Malik alithibitisha kuwa manusura huyo amelazwa hospitalini na anaendelea na matibabu, huku madaktari wakieleza kuwa hali yake ni ya kuridhisha, japo bado anaendelea kuangaliwa kwa karibu kutokana na majeraha aliyoyapata. Ripoti ya Air India imethibitisha kuwa kulikuwa na jumla ya abiria 230 na wafanyakazi wa ndege ndani ya ndege hiyo waliokuwepo. Miongoni mwao walikuwa raia 169 wa India, 53 kutoka Uingereza, raia 7 wa Ureno na 1 kutoka Canada. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la tukio, ndege hiyo ilianguka ndani ya makazi ya wafanyakazi wa afya na madaktari chini ya dakika 1 baada ya kupaa. Kulingana na taarifa za awali, inaaminika kuwa ndege hiyo ilikumbwa na hitilafu za kifundi, japo uchunguzi rasmi unaongozwa na tume ya uchunguzi wa ndege bado unaendelea. Ajali hii imeacha majonzi makubwa si tu kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, bali pia kwa taifa zima la India na jumuiya ya kimataifa. Serikali ya India imetoa rambirambi zake kwa familia zilizoathirika na kuahidi kushirikiana na mamlaka za kimataifa katika kuchunguza kwa kina chanzo cha ajali hiyo. Toa unabii siku ya mwaka mpya, usiku kabla tujavuka. Amen. Yale yanayokwenda kutokea mwaka 2025. Amen. Na sikumaliza, bado nina unabii mwingi sana. Amen. Namba 1, sitabiri ili kukufurahisha nafsi yako na mapenzi yako wewe. Amen. Mimi kama nabii natabiri mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Amen. Na nimekufundisha, nimekuambia Mungu atupi tunachokiomba, Amen, wala tunachokitaka. Amen. Mungu anatupa tunachostahili. Amen. Kwa hiyo sitabiri ili kutimiza mapenzi yako. Amen. Mimi natabiri ili kutimiza mapenzi ya Mungu juu yako. Amen. Nikianza kukutabiria kwa jinsi ya kibinadamu, jinsi unavyotaka wewe, nitakuwa nafanya mapenzi yangu na mapenzi yako, na wala sio mapenzi ya Mungu. Amen. Na mimi niko hapa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Amen. Nikitabiri, nikiponya, nikifanya ukombozi, nikivunja madhabahu, yote ni mapenzi ya Mungu. Amen. Kama ni mimi Makondeko, sina unabii wa mtu yeyote. Amen. Lakini kama ni mimi nabii wa Mungu, nina majibu yako katika jina la Yesu. Nimeona ndege ya abiria ziko 2 kubwa. Hizi ndege zinapata ajali. Amen. Na tuliomba hapa, lakini niliporudi tena kuomba, Mungu akaniletea tena zile ndege 2. Amen. Na hizi ndege sio za Tanzania, ni ndege za nje. Na ajali inapotokea, watu wanakufa. Na Mungu akaniambia tuombe, lakini tuache mapenzi yake yatimie. Hizi ndege zetu, kuna ndege moja na hii itatokea sio muda mrefu, na itazama na abiria na wote watapotelea humo, hakuna atakayekombolewa hata moja. Ndege nyingine itaangukia mlimani. Na haya yatatokea sio muda mrefu. Utukufu wa Mungu utasimama. Na mapenzi ya Mungu yatatekelezwa. Hivi naongea na watu wanaoelewa unabii. Kama uelewi, naongea na dunia. Baba atekeleze kwa mapenzi yake na aweze kuruhusu neema yake. Daima kumbuka tu ya kuwa nabii anayaona yaliyopita, yaliyopo na yajayo, na sauti ya nabii ni sauti ya Mungu duniani. Na mara zote tunayaombea unabii, ili ikiwa mbaya Mungu aepushe, na ikiwa nzuri Mungu atimize. Kazi yetu ni kuomba, ila kazi ya kujibu ni ya kwake Mungu. Sawa.
sawasawa na mapenzi yake na sawasawa na kitabu cha Mhubiri 8:8. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, bali siku ikifika roho inamrudia muumba wake. Kumbuka tu ya kuwa the Sniper One ni mtu mkubwa wa Mungu, na yote anayotabiri yanatimia kweli kweli katika maisha ya watu kama alivyotabiri. Nabii atakayetabiri neno nalo likatokea, huyo ndio nabii wa kuaminiwa. Eagles Media na the Sniper One Television wanapenda kutoa pole kwa familia hizi zote za ndugu, jamaa na marafiki zilizoguswa kwa namna moja au nyingine kwa tukio hili. Tunawaombea. Unaweza kupata huduma ya nabii the Sniper One Mkunga, yaani mzalishaji wa hatima za watu, kwa kuja moja kwa moja na kujiunga na maelfu ya watu kutokea duniani kote na kuja kuonana naye uso kwa uso. Ni Ubungo Riverside, Dar es Salaam, Tanzania, au piga namba 0753588626 au 0673203088. Kumbuka tu, tunakuruhusu kuingia na matatizo yako, lakini hatukuruhusu kuondoka nayo.